Hujambo na karibu Matukio Daima Habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Makamu wa Rais Daktari Nchimbi amewataka Watanzania kutokata tamaa kudai katiba mpya. Tanzania ningeambiwa, hebu Makamu wa Rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Mtu mmoja fariki ajali ya malori Morogoro. Kufuatia ajali hiyo, mpaka sasa kuna kifo cha mtu mmoja, jinsia ya kiume, mtu mzima. Ogolo atangaza vita dhidi ya madanguro Ilala. Waombe wenye viti, ni marufuku danguro, tutoe ushirikiano. Hivi nani atakayependa kuona mtoto wake ambaye anamtegemea katika maisha yake anaenda kujiuza pale danguro? Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari tutakao kusomea jioni ya leo. Jina langu ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu. Jina langu ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amewahimiza Watanzania kuendelea kuonyesha dhamira ya kuongeza juhudi katika mchakato wa kupata katiba mpya, akisema serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ina nia ya kuendeleza ajenda hiyo. Akizungumza katika mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, Daktari Nchimbi amesema mapendekezo ya Tume ya Haki ya Jinai pamoja na Tume ya Jaji Chande yameonyesha umuhimu wa kuendelea na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya ili kuimarisha utawala bora na demokrasia. Lakini mbona niliambiwa katiba mpya nyinyi hamtaki? Hebu wasiotaka katiba mpya wainue mikono. Oho, kumbe mnataka wote. Sasa hebu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba. Tukaweka na bunge la katiba, tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichoko kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa hebu Makamu wa Rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya.
pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo. Na wakazi wa eneo la Mkimbizi mjini Iringa wamemwomba Waziri wa Ujenzi kuharakisha utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara unaoendelea katika eneo hilo, wakisema kuchelewa kukamilika kwa mradi huo kumesababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi wanaotumia huduma hiyo kila siku. Akizungumza na Matukio Daima Media, mmoja wa wakazi wa Mkimbizi amesema kwa sasa wanalazimika kutumia service road kama njia kuu ya kufika makwao kutokana na barabara kuu kuwa bado iko kwenye ujenzi. Tuliambiwa ujenzi wetu unaenda kukamilika ndani ya miezi 10. Mpaka leo hii bado ujenzi bado unaendelea. Japokuwa madaraja ndo walisema ni changamoto kubwa. Sasa hivi tuna madaraja tayari kwa asilimia kama 80 kuwa yamefikia katika lengo fulani. Ila barabara bado hazijaendelea. Kwa hiyo watu mpaka sasa hivi wanakijiji wote wanatumia service road hii. Service road hii sasa hivi changamoto yetu tulikopo nayo ni kubwa katika hii service road. Kabla ya kuanza kutumika kwa sasa hivi, hata kipindi hicho cha nyuma nilikuwa ni vumbi kama hivi unavyoona. Sasa hivi tunashukuru wanajaribu kutupitishia hivi manili ya maji. Wananchi kama hivi, watu wanaojenga pembeni hivi wameweka nyumba zao rangi nyeupe, zinachafuka kwa haraka. Kwa watu walikuwa wanajitahidi sana kumwagia wenyewe kama wenyewe maji barabarani ili kupunguza adhabu ya vumbi. Tunashukuru kwa hichi kidogo ambacho wanatufanyia, japo tunachokiomba zaidi, tunaomba uendelezo wa barabara uwe mkubwa zaidi. Nguvu imepungua sana katika matengenezo ya hiyo barabara. Tuliambiwa ndani ya miezi 10 itakuwa tayari. Mpaka sasa hivi ni madaraja kadhaa tu ndo ambayo tunaona yapo tayari, ila barabara kama barabara bado haijaanza kutengenezwa. Tunawashukuru, karibu sana Waziri wa Ujenzi. Kama hivi unavyojionea, hatujajua changamoto ni nini katika barabara yetu hiyo. Tunategemea ujio wako unaweza ukatufafanulia vitu vingi sana. Kandarasi uliowapatia kazi hiyo. Na hiyo ndo hadha ambayo tunayo sisi. Aidha, mwananchi huyo amempongeza kijana anayefahamika kama Baby Boss kwa kuendelea kuibua na kufuatilia changamoto hiyo hadi kufikisha kilio chao kwa mamlaka husika. Kingine kikubwa zaidi, tunashukuru sana kwa kijana mwenzetu, mtoto mdogo anajiita Big Boss. Ameongelea changamoto hii ya hadha tunayoipata ya barabara. Kaendelea kupushi. Mtazamaji wa Matukio Daima TV, kwa majina yangu naitwa Francis Godin. Mimi ni mtangazaji na leo tunaelezea kuhusu ujenzi wa barabara Mkimbizi. Katika serikali yetu wamejenga madaraja na hawajamaliza. Kwa hiyo tunataka tuone ukamilishaji wa barabara kabla mvua hazijanyesha. Maana yake mvua zikinyesha zinaweza hata kustopisha ujenzi wa barabara. Kwa hiyo wakandarasi tunaomba wamalize kujenga barabara na serikali pia itusaidie. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika ajali iliyohusisha malori mawili yaliyogongana, huku moja kati ya malori hayo likiwaka moto baada ya ajali hiyo. Ajali hiyo imetokea alfajiri ya leo katika eneo la Mafiga, manispaa ya Morogoro, kando ya barabara kuu ya Morogoro Iringa. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, ajali hiyo ilitokea majira ya saa 11 alfajiri, ililohusisha lori lililokuwa likisafirisha kemikali ya sulfa kutoka Dar es Salaam kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na lori jingine lililokuwa limebeba mchanga kutoka Lugono kuelekea Chalinze. Tupate taarifa zaidi.
tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 majira saa 11 alfajiri hapa katika eneo la Mafiga, manispaa ya Morogoro, umetokea ajali iliyohusisha malori mawili. Lori la kwanza ni lori aina ya Scania lenye namba za usajili T 738 DQD ikiwa na tela T 703 DVQ, ilikuwa limebeba kemikali aina ya sulfa ikitokea Dar es Salaam kuelekea Kongo. Iligongana na lori lingine ambalo limetokea maeneo ya Rugono kuelekea Chalinze, ilikuwa limebeba mchanga, na lori hili limeteketea kwa moto. Chanzo cha ajali hii ni uzembe wa dereva wa lori aina ya FAU ilikuwa limebeba mchanga ikielekea Chalinze, ambaye aliacha upande wake akaenda upande wa kulia zaidi na kugongana na lori hili lilikuwa limebeba kemikali aina ya sulfa. Kufuatia ajali hiyo, mpaka sasa kuna kifo cha mtu mmoja jinsia ya kiume, mtu mzima ambaye ametoka kwenye gari la lilikuwa limebeba mchanga aina ya FAU, lakini majeruhi kwa watu wawili ambao ni Godson Samson Mushi miaka 42, huyu ni dereva wa lori aina Scania, na utingo wake ambaye ni Meshak Mushi miaka 24. Hawa wanapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa Morogoro. Nitoe wito kwa watumiaji wote wa barabara kuzingatia sheria ya usalama barabarani, na hasa wa madereva wa malori ya masafa marefu wapate muda wa kupumzika ili kuepusha madhara haya yanayotokana na hizi ajali. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo ametangaza msako mkali dhidi ya madangulo na vitendo vya ukiukwaji wa maadili, akisisitiza kuwa serikali haitavumilia mtu yoyote anayehusika na biashara hizo au kuwatumia watoto katika vitendo vya unyanyasaji. Mpogolo amesema hayo alipokuwa akizungumza na wananchi, ambapo pia amelipongeza jeshi la polisi kwa hatua za haraka walizochukua kuwakamata watuhumiwa wanaodaiwa kuhusika na vitendo hivyo. Amesema taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa katika kata ya Zingiziwa kulikuwa na mtu aliyeshukiwa kuwatumia watoto wa kike kuwachezesha wakiwa uchi kwa malipo ya kati ya shilingi 3,000 na 5,000, jambo alilosema ni ukatili mkubwa wa kiukaji wa maadili ya jamii. Lakini kuna tabia ambayo si ya kawaida imeanza kujitokeza katika kata yetu ya Zingiziwa. Kuna watu wameanzisha danguro, lakini mbaya zaidi, kuna mtu mmoja ameenda kwenye mtaa wetu wa Rubakaya, anawachezesha watoto wetu wa kike utupu, alafu anahangaika kwenye milango ya watu, anaomba asaidiwe. Mtu wa hovyo, watoto anawachezesha utupu kwa shilingi 3,000, 5,000, alafu anahangaika. Saizi polisi wamemchukulia hatua, anahangaika. Nalipongeza sana jeshi la polisi, tuwapigie makofi mengi sana. Jeshi la polisi limekuwa imara, jeshi safi. Ameanza, hajakaa sawa, wamemkamata, ushahidi upo. Sasa anahangaika, anagonga mlango huu, anagonga mlango huu, anagonga mlango huu. Wewe unaweza ukamchezesha dada yako, unaweza ukamchezesha mtoto wako hivi kwa sababu unatafuta pesa, unachukua watoto wa watu unawachezesha. Ni washukuru umakini wa jeshi la polisi. Wasingekuwa makini jeshi letu la polisi, tungeanza kucheka naye. Ukicheka na nyani utavuna mabua, ukicheka na maadili utavuna vitu vya ajabu katika nchi hii. Sasa huko anakokwenda na sisi tutafika, na niwaombe wanaotaka kumsaidia washuke, waangalie uovu aliokuwa anaufanya, alafu ndipo wamsaidie. Niwaombe wenye viti, ni marufuku danguro. Tutoe ushirikiano
Hivi nani atakayependa kuona mtoto wake ambaye anamtegemea katika maisha yake anaenda kujiuza pale Danguro? Nani atakayependa kumwona shangazi yake, mama yake mdogo, anaenda pale ameweka kimilango vidogo, alafu amefungua, alafu anasema kila mtu unajua tu ile Danguro, ile Danguro, Danguro. Nani anayependa? Na bahati nzuri kwa watu huku wa pwani sio tabia yenu. Uongo kweli? Ni lazima tukemee. Unaonaje Danguro unaenda msikitini? Unaonaje Danguro unaenda kanisani? Na we pale unawaona wale watu. Ukienda maandiko yanakuambia Sodoma na Gomora, si naikumbuka? Unakuaje kiongozi Sodoma na Gomora unaitengeneza wewe mkononi mwako? Ni aibu. Tunatakiwa kupiga vita wote. Tunajiangamiza wenyewe. Leo naangalia naona mtoto wa mwenzie, kesho mama yako mdogo unaona ametoka huko. Na serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA kwa kushirikiana na benki ya Azania imezindua rasmi mradi mkubwa wa utoaji wa mikopo nafuu kwa wajasiriamali wadogo utakaofanikisha ujenzi na uendeshaji wa vituo vidogo vya kuuza mafuta ya petroli na dizeli maeneo ya vijijini. Hatua hiyo inalenga kuongeza upatikanaji wa nishati ya mafuta, kupunguza gharama zisizo za lazima kwa wananchi na kuchochea ukuaji wa uchumi katika maeneo hayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya utiaji saini wa mkataba wa wanufaika 8 wa kwanza, Katibu Mkuu Wizara ya Nishati Daktari James Mataragio alisema serikali imeamua kusogeza huduma hiyo karibu na wananchi ili kumaliza changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata nishati hiyo za bidhaa hizi muhimu kwa wananchi na hususan vijijini. Mikopo hii nafuu inaongeza fursa za uwekezaji vijijini na inalenga kuwawezesha wananchi kujenga na kuendesha vituo vidogo vidogo vya mafuta. Tunaongelea mafuta ya petroli, dizeli, lakini mafuta ya taa, vinavyokidhi vigezo na viwango vya usalama na ubora. Kupitia mradi huu, ndugu wananchi, tunatarajia kuongeza upatikanaji wa mafuta katika maeneo ambayo awali wananchi walazimika kusafiri umbali mrefu kupata huduma hiyo. Hii itapunguza gharama za usafirishaji pamoja na kuimarisha usalama wa nishati na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Hatua hii ya serikali kuhakikisha kwamba inawawezesha wananchi wajasiriamali wadogo wadogo kujenga vituo, sio tu itawapa nafuu wa bei na upatikanaji, lakini kwa vile katika hali ya usalama vile vile ni kwamba sasa tunakwenda kuondoa hilo tatizo la wananchi kuweka mafuta majumbani mwao, ambapo mara nyingi inapelekea kutokea ajali kama ambazo nimesema. Tumeuzindua rasmi mfumo wa kuwezesha wananchi kuwa wafanya biashara na kupeleka huduma bora za mafuta vijijini. Wengi tumezoea kuita mafuta ya magari, ndio tunatambua kirahisi, lakini ni petroli na diesel. Na kwa nini tumeamua kuingia huko wakati tayari hiyo sekta inawafanya biashara wakubwa na wenye uwezo? Ukweli tunafahamu vituo vingi vya mafuta vilivyokuwepo sasa viko kwenye maeneo ambayo biashara inalipa zaidi. Kwenye jiji kama la Dar es Salaam kuna vituo vingi sana kwa namba, lakini je, hiyo ndio hali ilivyo kwa wananchi wenzetu wanaoishi vijijini? Jibu lake hapana. Kule watu aidha hawana mafuta kabisa, inabidi watembee umbali mrefu kutafuta mafuta, au wanaenda kupata huduma kwa watu wanaouza mafuta kwenye vifaa ambavyo havikidhi ubora na usalama wa biashara yenyewe. Mpaka sasa kufanikiwa kupata hizi kampuni na waendezaji binafsi 8 ambao tunasaini nao mikataba leo, lakini nje ya hapo ipo miradi 10 ambayo tayari iko benki kwa ajili ya kufanyiwa tathmini za kifedha. Endelevu, hivyo ni muhimu kuhakikisha fedha zinazopatikana zinaelekezwa katika malengo yaliyokusudiwa. Biashara zinasimamiwa kwa weledi na marejesho yanafanyika kwa wakati ili kuwezesha mpango huu kuwa endelevu na kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Tunaahidi kufanya marejesho kikamilifu kwa faida ya wakopaji wengine, na tayari leo hii tumeshaunda grupu letu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya mazingatio ya maelekezo yote yaliyotolewa katika kuzingatia mikopo hii. Na tunaahidi kutumia mikopo hii kwenye malengo
yaliyo. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na makamu wa rais Daktari Nchimbi amewataka Watanzania kutokata tamaa kudai katiba mpya. Tanzania ningeambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Mtu mmoja fariki ajali ya malori Morogoro. Kufuatia ajali hiyo, mpaka sasa kuna kifo cha mtu mmoja jinsia ya kiume, mtu mzima. Ogolo atangaza vita dhidi ya madanguro Ilala. Waombe wenye viti, ni marufuku danguro. Tutoe ushirikiano. Hivi nani atakayependa kuona mtoto wake ambaye anamtegemea katika maisha yake anaenda kujiuza pale danguro? Na mtazamaji, na huu ni mwisho wa taarifa yetu habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Nikusitwe leo tufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, lakini TikTok kwa jina moja la Matukio Daima. Uwe na weekend njema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Sif Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762123736 au 0769440834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. Sif Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.